Katika dunia ya leo yenye kasi ya maendeleo ya kiteknolojia, utandawazi na mtiririko usiokoma wa taarifa, uandishi wa habari umekuwa moja ya taaluma muhimu zaidi katika kusimamia maadili ya jamii, kujenga fikra sahihi, kuhamasisha maendeleo na kuimarisha ustawi wa binadamu. Lakini katika mtazamo mpana wa imani na maadili, uandishi wa habari si taaluma tu, ni ibada, ni wajibu, ni jukumu la kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, mwenye kusaidia katika kheri anapata thawabu ya kheri hiyo, na mwenye kusaidia katika uovu anapata madhambi ya uovu huo. Maana yake, wewe kama mwandishi, wewe ukiwa mwandishi, ukisimamia utoaji wa habari za kweli, habari za haki, ukatenda uadilifu katika kazi zako, wewe unapata thawabu. Na ukiwasaidia wenzako kufanya hivyo, wewe unapata thawabu. Na ukiwa wewe ni mzee wa fake news, basi uelewe kadiri ya fake news zile zinavyosambaa na kupotosha watu na kuharibu umma, na wewe madhambi yako unayo. Na hivyo la mwisho, tunaelekea 9 Disemba. Serikali kwa ujumla na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania linawategemea ama linatutegemea sisi ku cool down the tension, kuiweka chini tension ambayo iliyopo, kwamba bana kutakuwa hivi, kuna watu ni wagonjwa, wana visukari, wana pressure, wana nini. Haya mambo Watanzania hatuja kuwa nayo. Kuna genocide zimetokea Kenya, zimetokea Rwanda, Burundi. Hatutaki kufika huko, sawa? Tusi entertain hizo vitu katika media house zetu. Tuwe very steadfast, tufanye kazi zetu professionally, lakini above all kwa imani ya Uislamu, kwamba bana hii tuchukue kauli aliyotoka nao mwenyekiti kwamba kazi yetu ni ibada. Sisi ni watu wa journalism. Journalism yenyewe iko hivyo. Yaani tukisoma ethics of journalism, mambo ambayo Sheikh Mataka ametukumbusha hapa ndio ambayo tumeyasoma kule kwenye journalism. Niliwahi kusema na leo naomba niseme, mara nyingi ukiwa umesomea uandishi wa habari alafu ukawa ni Muislamu, vitu vingi ambavyo vipo kwenye uandishi wa habari ndivyo ambavyo kwenye Uislamu unatufundisha. Hata ukisoma ethics of journalism, ndio Qur'an, hadithi za Mtume, ndio mambo ambayo wanayataka. Mfano kule tunaambiwa kuhusiana na accuracy, sijui tunaambiwa kuhusiana na truth, tunaambiwa kuhusiana na kuepuka kutoa, naita priya, yani kuto kufahamu jambo kabla kiundani zaidi. Kwa hiyo ukisoma, Sheikh Mataka ametusomea aya namna gani kwamba unapojiliwa na habari lazima kwanza uthibitishe, na ndio kwenye kanuni za uandishi zinataka hivyo, tena zinakataza kabisa, yani kwa faida kutoa taarifa ambayo mtu hauna uhakika nao. Kwa nadhani kando ya haya ambayo yamesemwa na viongozi wetu, lakini kuna namna pia turejee kwenye zile ethics of journalism. Kwa kiasi kikubwa zinatuelekeza sisi katika mambo ambayo ndio Uislamu unatufundisha: ukweli, kubalance mambo, kutokupokea habari ambayo una ushahidi nao. Kwenye Uislamu ni hivyo hivyo. Lakini pia Sheikh Mataka kuna nukta ameisema na nimeipenda sana, kwamba inaweza ikawa habari ni sahihi. Kule kwenye journalism tunaambiwa habari lazima iwe sahihi, lakini inaweza ikawa ni sahihi, lakini kuna wakati pamoja kwamba ni sahihi kwa maslahi ya umma, hiyo huwezi kuitoa. Na kwenye journalism pia tunasoma hiyo public interesting, lazima itazamwe. Kwa hiyo tupime kitu kweli ni sahihi, lakini tuangalie public interesting kwenye kanuni zetu za journalism inatufundisha kitu gani. Haya ndo maazimio yetu ya semina hii ya leo ambayo imeandaliwa tarehe 27 siku ya Alhamis, uandishi wa habari na ibada adhimu.
Kwanza, sisi wanahabari zaidi ya 100 tulikutana leo hapa tarehe hii ya 27 siku hii ya leo. Alhamdulillah, tumekubaliana kuwa tutaendelea kutumia taaluma yetu kuleta umoja, upendo baina ya wanajamii bila kujali tofauti za kidini pamoja na zinginezo zozote. Tunaendelea kuwaelimisha wanahabari wenzi wetu na Watanzania kwa ujumla juu ya umuhimu wa kulinda rasilimali za taifa letu. Tumekubaliana kuwa tunawaomba kwa unyenyekevu mkubwa viongozi wa vyama vya siasa, jumuiya za kiraia na jumuiya za kidini kuhubirisha umoja na upendo baina ya Watanzania wa makundi, itikadi na dini mbalimbali na kutotoa mwanya wa aina yoyote ya ubaguzi au mafarakano makubwa au madogo ambayo baadaye yanaweza yakakuwa na kusababisha taharuki na uvunjaji wa amani. Lakini pia sisi wanahabari tunaiomba serikali yetu na vyombo vyote kuendelea kuwahudumia Watanzania wote na makundi yote na kuwapa fursa vijana wa mjini na vijijini ili watoe michango stahiki kwenye maendeleo ya taifa letu. Sisi wanahabari tuliokutana hapa leo tunamuunga mkono, tunamuombea, tunampongeza, tunamshukuru, kumheshimu na kumpenda sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, lakini na Mheshimiwa Mufti Dr. Abubakar Zubeir na kila kiongozi wa dini, chama na kila mtu, kila kundi na kila taasisi iliyosimama imara kudumisha amani na maendeleo endelevu ya taifa letu na kupinga kugawanya na misingi yoyote, yani kuigawa misingi. Lakini sisi wanahabari, azimio letu pia tunakiri kwamba vurugu zimetuonyesha hadhi na thamani ya taifa letu, zimetuweka karibu zaidi, zimetufikirisha zaidi, tumefikiri kwa kina, lakini pia tumeona umuhimu wa amani. Tunaamini Watanzania wote wameitafakari na kubaini umuhimu wa amani kwa sura ya karibu zaidi. Hivyo tunawasihi Watanzania kwamba njia pekee ya kudumisha utulivu nchini ni kukubaliana, kukaa chini na kuongea pamoja, huku tukilipa taifa letu kipaumbele. Lakini pia tumebaini kwamba hakuna kikundi, jamii au taifa lolote ambalo kwa sababu au mazingira yoyote iliwahi kutatua matatizo yake yoyote kuleta taharuki, wasiwasi au vurugu. Historia ya dunia kuanzia zamani mpaka hapa tulipo inaonyesha kuwepo mifano mingi ya wazi inayoonyesha hasara kubwa iliyosababishwa na kitendo cha jamii au mataifa kujaribu kutatua matatizo yao kwa njia ya vurugu au kitendo chochote ambacho kinaleta taharuki na wasiwasi. Lakini mwisho tumebaini kuwa tunaishukuru na tutaishukuru BAKWATA na kuiomba pamoja na wadau wengine waendelee kutuelimisha na kutuonyesha utukufu wa kazi zetu. Mada zilizotolewa zimetufumbua macho na kujiona wenye heshima mbele ya Muumba Subhanahu wa Ta'ala. Tunaomba tupewe nafasi ya kukutana mara kwa mara ili tukutane mara kwa mara katika vikao kama hivi, kuweka mipango ya pamoja kusaidia kuleta maendeleo endelevu na manufaa ya kazi ya kizazi hiki, lakini pia na kizazi kijacho. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu wabariki wanahabari wote tuliokusanyika hapa.